Safari ya maisha inamwanzia mwanadamu kuanzia anapoanza kuwa kwenye mpango wa Mungu wa kiumbaji. Sasa Biblia inatuambia kwamba mwanadamu anajulikana na Mwenyezi Mungu hata kabla hajaumbwa katika tumbo la mama yake. Lakini pia anaanza maisha anapokuwa katika tumbo la mama yake. Lakini pia anakuja kumaliza hiyo safari baada ya miezi 9. Lakini baada ya miezi 9 anaianza safari nyingine sasa ya kuwa na maisha ndani ya dunia, sio ndani tena ya tumbo la mama. Sasa pamoja na hayo, anapokuwa kwenye hii dunia, maana yake anakuwa ameianza safari ya maisha general, kwamba maisha sasa ya moja kwa moja. Lakini sasa katika safari ya maisha ya moja kwa moja, nayo maisha hayo yanamwanzishia safari zingine ndogo ndogo ambazo zinakuwa zinaendelea kujumuisha safari kubwa ya maisha yake hapa duniani. Sasa ziko safari za mafanikio, zipo safari za kiuchumi, maana mafanikio katika uchumi, mafanikio katika elimu, mafanikio katika ndoa, mafanikio katika jamii. Sasa haya yote tunaita ni sehemu ya mafanikio, ila umefanikiwa kwa sehemu gani? Napozungumzia mafanikio ni uwanda mpana sana. Napozungumzia mafanikio, maana yake umebeba container. Sasa container hilo ndani yake limebeba vitu vidogo vidogo. Maana yake umebeba TV humo, umebeba chakula, umebeba vyombo, umebeba vitu vya kila namna ambavyo vinakuwa vimebebwa kwenye container, lakini kwa nje linaonekana container moja. Kumbe container nalo linakuwa limebeba vitu vidogo vidogo. Sasa katika hizo safari ndogo ndogo, nataka nikuletee moja ya safari ambayo pia imebeba baadhi ya maisha yetu kwa asilimia kubwa. Nataka leo nikubainishie juu ya safari ya mahusiano. Watu wengi sana hawajui kwamba mahusiano ni safari. Lakini pia kama wanajua, maana yake kuna wakati mwingine wanapitiwa, wanasahau kwamba mahusiano ni safari. Sasa katika hii safari ya mahusiano, watu wanashindwa kuelewa na wanabaki kuwa wanalalamika sana. Wanalalamika kweli kweli. Sasa wanasahau safari yoyote ina changamoto. Safari yoyote ina changamoto. Ninapozungumzia changamoto, maana yake hata ukiwa unatembea kwa mguu, unatembea kwa mguu kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine, nyumba moja kwenda nyumba nyingine, una uwezo wa kukabiliana na changamoto katika safari yako ya kutembea kwa kawaida tu. Maana yake una uwezo wa kujikwaa. Sasa unapojikwaa ni sehemu ya changamoto ya safari, lakini haiailishi safari yako kwa sababu umejikwaa. Kwa sababu nilikuwa nakuja kwako nimejikwaa siji. Sio kweli. Ile ni sehemu tu ya changamoto ya safari yako ambayo inajitokeza. Sasa katika mahusiano pia ni safari. Safari hii ina visiki vingi, ina jua kali pia. Ina visiki, ina jua kali, ina kona, ina milima. Lakini watu wameshindwa kupambana na hivi vitu. Maana yake wamevifanya hivi vitu vikubwa kuliko wao sasa. Moja ya visiki ambavyo vinapatikana kwenye mahusiano ni pamoja na uaminifu. Sasa uaminifu ni kisiki ambacho kinawakwaza watu wengi sana. Lakini hichi kisiki wanashindwa kukielewa kwamba ni nani anayekiweka. Kila mtu huwa anakiweka kisiki hichi kwenye mahusiano. Maana yake wewe huwezi kutaka mtu mwingine awe mwaminifu kama wewe hujaanza kuwa mwaminifu. Uaminifu maana yake unatakiwa kuanza na wewe. Sasa unapoanza wewe kuwa mwaminifu, maana yake unampa kibali na mwenzio kuwa mwaminifu. Kama kweli upendo umestilika ndani yenu, maana yake kisiki cha uaminifu kitatoka tu. Kwa nini kitatoka? Maana yake kila mtu atakuwa yuko busy kumsaidia mwenzie kuwa mwaminifu. Maana yake panapotokea changamoto ya kupelekea uaminifu utoke, maana yake kila mtu atakaa na kuweza kutafakari chanzo cha hili jambo ni nini, chanzo cha uaminifu kuanza kutoka ni kipi. Maana yake hii itawasaidia watu walio kwenye hayo mahusiano kuweza kutatua changamoto kwa wakati.
kwa sababu asilimia kubwa uaminifu unaanza kuja kutoweka baada ya mtu kuona dalili ambazo sio rafiki kwa mwingine. Lakini pia kuna wakati mwingine mtu mwingine ni huruka yake tu ya kutokuwa mwaminifu. Sasa wewe kwa sababu umempenda huyo mtu haimaanishi umwache kwa sababu sio mwaminifu. Sio kweli. Unatakiwa wewe kwa sababu umempenda, mpenda jinsi alivyo. Unavompenda jinsi alivyo, unamsaidia sasa wewe kuanza kupunguza udhaifu wake. Kaa naye na ikiwezekana anza kumwandalia mazingira yatakayomsaidia aushinde huu udhaifu. Sasa hichi ni moja ya kisiki ambacho ni kipana sana. Lakini kwa leo tungeishia hapa kwamba uaminifu ni kisiki ambacho kinawakwaza watu wengi sana. Na nikuombe tu kwamba kwenye mahusiano anza wewe kuwa mwaminifu, na ukigundua mwenzio sio mwaminifu sio kwamba umwache. Utaacha ngapi? Tena pengine ni mke. Sasa utamwacha huyu, utaoa huyu, utaoa, mwisho wa siku sio wao wanaharibika, isipokuwa wewe sasa unaanza kuharibika. Wanawake wataanza kusema huyu naye vipi huyu? Kweli wote ambao wanawaacha wana matatizo. Manake sasa na wewe inakuja kubainika kwamba wewe nawe kumbe ni tabia zako tu za kuwasingizia watu mambo. Kumbe ni kweli, lakini sasa unapogundua udhaifu wa watu wengine au unapogundua udhaifu wa mwenzi, suluhisho sio kumwacha na kumnanga na kumsema. Watu wengine ni wataalamu wa kusema, wa kulalamika. Yaani mlalamishi mpaka hatari. Anaongea hata kama ni kweli. Ongea kwa kadri. Kuna wakati mwingine jifunze kunyamaza. Kuna wakati mwingine pia jifunze kuongea kistaarabu. Lakini unalalamika like wewe ni malaika. No, my dear. Hii ni safari kama safari zingine. Manake unapaswa kuwa mstahimilivu, na unapaswa kuwa mvumilivu, na unapaswa kujitoa kwa ajili yake. Msaidie kwa sehemu ya udhaifu wake aweze kuishinda. Lakini pia hii ni moja ya changamoto, au hiki ni moja ya kisiki ambacho kinatokea kwenye mahusiano. Lakini pia moja ya kisiki kingine ambacho kiko kwenye safari ya mahusiano ni pamoja na uongo, maisha ya kuigiza. Sasa tunapozungumzia uongo maana yake ni kutokuwa mkweli. Lakini pia tunapozungumzia maisha ya kuigiza ni kutokuishi maisha ya ukweli ndani yake. Kwenye maisha jifunze kuishi maisha ya kweli. Kwenye maisha ya mahusiano jifunze kuwa mkweli. Yaani usiwe mkweli kwa sababu ya mtu, uwe mkweli kwa sababu ya nafasi yako. Sasa unapojifunza kuwa mkweli maana yake utaishi maisha halisia. Kuna watu kwenye maisha wanajua kuigiza. Yaani sio wanaume, sio wanawake, ni wote kwa baadhi kwenye jamii yetu. Yaani jinsia zote wanajua wengine kuigiza maisha. Yaani anaweza kaigiza ni mtu fulani ibada sana, mtu fulani sala sana. Kumbe kiukweli hata Mungu anajua kwamba ndani yako hamna kitu. Sisemi ovyo wala sisemi vibaya, lakini huu ndio ukweli. Watu wengi sana hatuishi maisha halisia. Ndio maana safari zetu za mahusiano zinakuwa ngumu sana, kwa sababu haujulikani wewe uko kwenye kundi lipi, haujulikani wewe unaishi maisha ya aina ipi. Sasa ni vizuri sana kuishi maisha ya kweli. Usiishi maisha ya kuigiza. Usiishi maisha ya kuonekana tu kwa mtu fulani kwamba wewe uko hivi, lakini ili uhalisia wewe uko hivi. No, haya maisha ya kuigiza yamewaathiri watu wengi sana. Hususa katika kipindi cha uchumba, kwamba kila mtu anaishi kwao, mnakutana at the certain area. Sasa mnaanza kuishi maisha fulani ya kuigiza. Lakini mkija kuishi pamoja ndio changamoto zinaanza. Na maisha mengi yanaanza kwa sababu kipindi cha uchumba watu wengi wanaishi kwa kuigiza. Kipindi cha uchumba watu wengi wanajiona ni wema sana. Mimi huwa natamani mtu ambaye ni mkali aanze kuonyesha ukali wake kwenye uchumba. Mtu mwenye msimamo aanze kuonyesha msimamo wake kwenye uchumba, kwamba bwana, maisha yangu mimi, maisha yangu 1 2 3, bila haya mimi siwezi kuishi. Ili mwenzi wako hawezi kudefine kwamba wewe ni nani. Lakini wengi tumeingia kwenye mahusiano na waigizaji wa maisha. Sizungumzi waigizaji wa movie, no, waigizaji wa maisha. Kwamba kuna mtu anajifanya yuko right katika jambo fulani, kumbe sio maisha yake. Kuna mtu anajifanya na uchumi mzuri, kumbe sio maisha yake. Kuna mtu anajifanya usiigize maisha. Maisha haya ukiigiza, lazima safari yako ya mahusiano itaambatana na uongo na usaliti, na uaminifu hauwezi kuwepo tena. Lakini haya mahusiano yanakwenda kuathiri ndoa nyingi. Mwisho wa siku ndoa inaonekana sio kitu cha maana. Sio kweli. MC Kakatiba Official, the gold.